Ulikuwa mchezo kama unaonekana ngome na kushasare hivi kidogo, mkaona hata si kweli, mara mkaongeza majeshi. Nini ambacho kiliwapa ugumu kupata matokeo mapema? Nafikiri kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumaliza mchezo salama. Pili ni wapongezi wapinzani Fufuni, wamejaribu kupusha, wamepambana. Unajua mashindano ya Mapinduzi sio mashindano rahisi, ni mashindano ambayo ni magumu, na tumeingia ili kuweza kumaliza mechi mapema kipindi cha kwanza, lakini mechi kadri inavyozidi kwenda mechi kazidi kuwa ya upande zote mbili, lakini tunashukuru Mungu baada ya kurudi kwa vimba vya kubadilishia nguo, mwalimu alielekeza namna gani ya kucheza kulingana na mpinzani jinsi alivyoingia, na alhamdulillah kipindi cha pili tumeweza kupata goli mwishoni. Tunashukuru Mungu, kikubwa ilikuwa ni kuvuka hatua ya nusu finali. Dabi ya Mzizima ya Zanzibar, sasa mnakutana na Azam ambao ni wapinzani wenu kwenye ligi kuu. Wewe unawaambiaje mashabiki wa Simba kuelekea mchezo ambao unakuwa ni mgumu, na mlipokutana mambo yalikuwa magumu uwanja wa Taifa? Kwanza hakuna mechi ndogo, naamini Azam ni timu nzuri. Kwa sasa hivi tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi. Tunaamini mwalimu naye amewaona Azam, ataandaa program na mpango wa kwenda kuikabili Azam. Tunaamini itakuwa mechi nzuri, itakuwa mechi ngumu, lakini kwa mipango ya mwalimu na sisi wachezaji tutakaa chini, tujitafakari, tuangalie namna gani tunaingia katika hiyo mechi ili kuweza kupata matokeo mazuri inshallah. Shukuru sana Anthony Mligo. Bana, hongera kwa mchezo na pole kwa matokeo. Asante. Nini kiliwasibu mara baada ya nyie kuweza kutangulia mambo yakaanza kubadilika? Tulikuwa na mchezo mzuri mwanzoni, tuliwaheshimu wapinzani. Baada ya kutangulia tumefanya makosa ya mpira wa kona wakati wa zibu. Watu wamepongeza namna ulivyocheza zile 1-2 na namna ambavyo ulimalizia shughuli ile. Kwenye ligi sasa mnarudi, una lolote la kuambia mashabiki wa Fufuni kule Pemba? Hapa tumemaliza mashindano ya Mapinduzi Cup, tumetolewa kwenye hatua hii ya makundi. Haikuwa mbaya, tumepambana kama washabiki zetu wameona, tumeonyesha uwezo wetu na wazidi kutuamini. Tunarudi kwenye ligi kwa sababu malengo ya kwenye ligi ni kuchukua ubingwa. Simu bado hazijaita bara huko baada ya mambo ulionyesha hapa? Bado. Pengine baadaye. Nikushukuru sana. Asante sana. Kama kawaida kila baada ya mchezo mchezaji bora ikienda kwa Nabi Kamara, amekuwa na wakati mzuri na ameingia kipindi cha pili, lakini ameonekana kucheza vizuri, pengine kusababisha timu hiyo kuondoka na alama 3, na mchezaji mwenye nidhamu ndo huyo akikabidhiwa tuzo yake.